Hii unaoiona ni usiku. Kwa jina naitwa Official Mpunga 94 alama leli kutoka Dar es Salaam, Tanzania, katikati ya jiji Dar es Salaam, kwa Mbagala hapa tatu. Na kwa habari kuu ya michezo leo, kubwa zaidi kuliko yote ni mnyama mkali Simba Sports Club kufanikiwa kutinga kwa nusu fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Si taarifa ngeni sana wala sio taarifa ya kushtua, lakini kubwa kabisa tunasubiri kujua mshindi kati ya wale wa South Africa dhidi ya Zamalek kutoka Misri, nani atakayegoa kwenda hatua ya fainali. Jike atakutana na mnyama mkali, mnyama mkuni, unyasi mwenyewe mwenye jina la kutisha kabisa kama alivyokuwa Simba Mkuni, mnyama mfalme wa pori. Sisi kama mashabiki na wadau wa mchezo wa mpira wa miguu tunaipongeza Simba Sports Club kwa kufanikiwa kutinga hatua ya nusu fainali. Hatuna budi zaidi kuwapongeza viongozi wa Simba Sports pamoja na benchi ya ufundi na wachezaji kwa ujumla, wanafanya kazi kubwa sana. Mimi nikiwa kama mchambuzi wa kujitegemea, nitoe kongole nyingi sana kwa timu kwa ujumla, wote waliofanikiwa kwa ushindi huu. Mimi ni shabiki wa kindakitaki wa Yanga Afrika, lakini tunawakumbusha sisi nusu fainali na fainali tulishacheza. Tunachotaka mashabiki na wapenzi wa soka la Tanzania, tunahitaji Simba akaleta ndoo. Hatuna kingine cha kuwadai Simba zaidi ya kwenda kuleta ndoo. Kama kweli wanaume na wamepambania kabisa, waende wakaletee ndoo na kutoka Tanzania kuleta ndoo hiyo na kombe la shirikisho barani Afrika. Yote kwa yote, nashukuru Mungu sana. Ndugu zangu mashabiki na wadau wa michezo, sasa hivi tunaruhusiwa kwenda kupumzika na sasa hivi ni usiku. Sisi wadau wakubwa kabisa tunasubiria muda kwenda kuangalia ni usiku wa ligi ya mabingwa barani Ulaya. Kwa hiyo kama mdau wa mchezo wa mpira unayeshabikia mpira, basi jua kabisa leo kuna mechi ya wanaume huko usiku huko. Baada ya nusu sasa ni zamu ya kumshuhudia FC Barcelona dhidi ya Borussia Dortmund kwa ndani ya Nou Camp, na huko tukiwa na mchezo mwingine baina ya Paris Saint-Germain dhidi ya Aston Villa katika jiji la Paris Saint-Germain hapa kukutana.